Sasa taarifa ikufikie tu popote pale ulipo kuhusiana na Diamond. Ni kwamba siku ya jana na mfalme wa Bongo Flava Diamond Platnumz aliachia rasmi wimbo wake mpya unaoitwa Sasampa, ukiwa ni sehemu ya ahadi yake ya kutoa burudani kali za mwezi kwa maana ya kwa mwezi Oktoba. Na unaambiwa kwamba Diamond tayari ameshatoa project zake ambazo kwenye upande wa digital platform zimekuwa zikifanya vizuri in terms of streaming, watu wamekuwa wakizitafuta na kusikiliza. Lakini kilichovutia kwa ukubwa mitandaoni sio tu wimbo huo mpya wa Diamond, bali kauli ya Zuchu baada ya kudai kuwa ameahirisha kuachia video yake ya Amanda kwa sababu ya Diamond. Zuchu amesema kwamba nimehaili kutoa video ya wimbo wangu wa Amanda kwa sababu msanii wenu Diamond Platnumz ameniomba nimwachie nafasi ili atoe Sasampa. Msikiliza mwenyewe Zuchu hapa wakati akithibitisha hii taarifa ambayo nimekuelezea kusana yeye kufunguka kwamba kwa nini amefuta ile ratiba ya kutoa video, kwa sababu hata yeye mwenyewe Zuchu kupitia mitandao yake ya kijamii aliconfirm kwamba midnight ataenda kudrop video ya wimbo wake wa Amanda. Sasa kwa nini amefuta, ambaye umetoka kumsikia akiconfirm kusana hiyo taarifa ya kwa nini ameamua kufuta ama kuahirisha kutoa wimbo wake kwa maana video ya wimbo wake unaitwa Amanda. Lakini pia Diamond Platnumz yeye anaendelea kuthibitisha ukubwa wake katika soko la muziki wa Afrika baada ya kuachia wimbo wake mpya unaoitwa Sasampa, kama alivyoahidi kutoa nyimbo mfululizo mwezi huu wa Oktoba. Na baada ya wimbo wake wa Msumari akaachia wimbo wake mwingine unaitwa Nani. Alafu sasa hivi amewashirikisha wakali kutoka Afrika Kusini. Hapa namzungumzia Uncool MC, Silasa anaitwa Silas Africa, pamoja na X Dupi Zilo 12 kutoka pale South Africa, pamoja na Focalistic katika ngoma hii mpya yenye ladha ya mapiano pamoja na Bongo Flava. Sasampa ni neno lililopata umaarufu hivi karibuni baada tu ya Uncle T, moja ya watu mashuhuri sana mtandaoni huko, na baadaye tukamuona Mario akitumia neno hili kwenye wimbo wake wa Dunia ambao umetoka hivi karibuni. Lakini maana ya Sasampa ni kwamba inamaanisha hela au pesa, na hii inakuwa ni kolabo ya pili pia kufanyika kutoka kwa Diamond pamoja na Focalistic, huko kazi yao ya kwanza ikiwa ni wimbo unaitwa Iyo uliotoka mwaka 2021. Lakini pia waliwahi kukutana kwenye wimbo wa Diamond unaitwa Fresh ambao alimkutanisha humo ndani Focalistic, Mariam Costa Titch pamoja na Pabi Cooper. So wimbo huo wa Sasampa unatajwa kuwa ni miongoni mwa nyimbo zitakazosumbua zaidi mwishoni mwa mwaka huu, ukizingatiwa ubora wa kolabo hiyo na uzito wa majina yaliyoshirikishwa. Ukitaja mtu kama Focalistic, amekuwa ni moja ya wasanii ambao wana influence kubwa sana Afrika Kusini na barani Afrika kwa ujumla kutokana na melody yake ambayo amebarikiwa kuwa nayo. Kwa hiyo hii ni collab ya tatu ndani ya siku 17 tu tangu Diamond alipoachia wimbo wake unaitwa Msumari, na hii inaweza kuonesha ni consistency ambayo imeendelea kuwepo kwa upande wake. Kwa hiyo kama wewe ni mpenzi wa muziki mzuri, unaweza kaenda ukaicheki pale video hii, wimbo huo Sasampa, na ukaenjoy.